Kitabu cha Danieli sura ya 4. Katika sura ya 2 na ya 3 tuliona jinsi ambavyo Mungu alikuwa akitafuta kumpata mfalme Nebukadreza kwa ajili ya wokovu wake yeye mwenyewe, lakini pia kwa wokovu wa wote waliokuwa katika ufalme wake, lakini pia kupitia tukio hilo kwa wokovu wetu sisi ambao tunaishi katika wakati huu wa mwisho. Sura ya 4 ya kitabu cha Danieli ni kwa baadhi ya mambo ni sura ya ajabu zaidi katika Biblia. Ni sura ya ajabu zaidi katika Biblia. Ni hati, sura ya 4 ya kitabu cha Danieli ni hati ya hadharani. Hati ya hadharani iliyoandikwa na mfalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli, ambaye baada ya kunyenyekezwa kwake aliamua kuandika hiyo hati baada ya kunyenyekezwa na Mungu wa mbinguni. Maana tuliona katika sura ya 2 na ya 3 kila sura ilikuwa inaishia kwa mfalme kumtukuza Mungu wa mbinguni. Hasa sura ya 2 na ile ya 3 zinaishia na matukio ya mfalme Nebukadreza kumtukuza Mungu. Kwa hiyo alinyenyekezwa. Sura ya 4 ndipo ambapo alinyenyekezwa zaidi mpaka chini na akaamua andike hati kwa ulimwengu wote. Na hati hiyo ilitumwa kwa watu wote wa mataifa yote na lugha zote wakao duniani kote. Kwa hiyo hati inatufikia leo ikiwa na uhalisia na uhai, kama kwamba imetolewa kwa kizazi tunachoishi leo. Kwa hiyo katika hati hiyo ya mfalme Nebukadreza kuna mambo mengi ya kujifunza. Wengi tunapojifunza kitabu cha Danieli tunaluka sura hizi za muhimu na tunakimbilia tu katika unabii ule uliotajwa moja kwa moja ambao unavutia kwa namna fulani, lakini hii hati ni ya muhimu sana kuizingatia. Ni ujumbe wa Mungu unawasilishwa kwa namna ya pekee. Lengo la mfalme Nebukadreza lilitaja katika Danieli ile 4 mstari ule wa 3, anasema ni kuonyesha ishara na maajabu ambayo Mungu aliye juu alimtendea. Alisema ishara zake ni kubwa kama nini na maajabu yake yanauweza kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Kitu cha kushangaza katika sura hii ya kitabu cha Danieli sura ya 4 ni kwamba mfalme Nebukadreza alianza kwa kumsifu Mungu na kumalizia kwa kumsifu Mungu. Katika sura ya 2 na ya 3 tunaona kwamba mfalme Nebukadreza alianza kwa namna fulani ya kutokumtambua Mungu. Katika mazingira ya kutokumtambua Mungu na katika mazingira ya kupingana na Mungu wa mbinguni. Lakini katika sura hii ya 4 anaanza kwa kumsifu Mungu na kumaliza kwa kumsifu Mungu. Tutaona namna ambavyo mfalme huyu alifanya. Utawala wa Nebukadreza ni utawala ambao ulikuwa ni wa kipindi kirefu sana cha vita. Muda mwingi aliutumia katika vita, na ufalme huo ulineemeka na kupata mafanikio makubwa chini ya mikono yake. Alikuwa ni mtu wa vita, na sifa hii ilikuwa dhahiri sana katika maisha ya mfalme huyu mkuu, kiasi kwamba unabii ulimuita hofu ya mataifa. Mfalme Nebukadreza na Babeli yake ambaye ni ufalme huo aliitwa hofu ya mataifa. Katika kitabu cha Ezekiel 30 mstari wa 11, Ezekiel 31:12 na Ezekiel 32:12 anaitwa hofu ya mataifa. Na Isaya 25 mstari wa 3 anatajwa pia kama nyundo ya dunia yote. Yeremia 50 mstari wa 23. Alikuwa amekutana na maadui pande zote na alifaulu kuwapiga. Alikuwa amekutana na maadui pande zote na akafaulu kwa sababu Mungu alikuwa ameweka upanga wake mikononi mwa mfalme wa Babeli. Yeremia 51 mstari wa 20. Na alimtumia mfalme huyu kuadhibu mataifa mengine yaliyokataa nuru ya ukweli. Kwa hiyo ufalme wa Babeli ni Mungu ambaye aliruhusu ili uneemeke na uwe na nguvu uweze kuyaadhibu mataifa yote ambayo
yalikuwa yanakataa nuru. Mungu alikuwa anazungumza na kila taifa kwa namna ya pekee. Alikuwa anazungumza na kila taifa kwa namna ya pekee. Lakini mataifa ambayo yalishindwa kumsikiliza, aliruhusu ufalme wa Babeli utumike kama fimbo. Unabii wa Yeremia ulitaja kwamba Nebukadreza au ufalme wa Nebukadreza ungetumiwa na Mungu kama fimbo kwa mataifa yaliyojiinua mbele zake au kutokusikiliza sauti yake. Katika kitabu cha Yeremia 27:6 neno la Mungu linasema, na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, na wanyama wa mwituni pia nimempa wamtumikie. Mungu alisema kupitia mtumishi wake Yeremia, akasema, na itakuwa taifa lile na mfalme yule asiyetaka kumtumikia Nebukadreza huyo mfalme wa Babeli na kutia shingo zao katika nila ya mfalme wa Babeli, mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, asema Bwana, hata nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake. Na utakumbuka jinsi ambavyo taifa la Israeli liliambiwa lijisalimishe kwa mfalme wa Babeli kwa sababu Mungu alikuwa amepanga na kuruhusu hivyo. Lakini wafalme wa Israeli walipinga ujumbe hizo za manabii kutoka kwa Mungu, wakajihami kumpinga mfalme wa Babeli. Na kweli neno la Mungu lililosema kwamba taifa litakalopingana na mfalme wa Babeli nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, na ndivyo ilivyotokea kwa taifa la Israeli. Mungu aliliadhibu kwa upanga na kwa njia zingine mbalimbali kwa sababu lilikataa kujisalimisha kwa mfalme wa Babeli. Mataifa ambayo yaliadhibiwa na Mungu kwa kutumia ufalme wa Babeli ni kama vile Misri, Tiro na Israeli pia. Katika Yeremia 44:30 neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, tazama nitamtia Farao Hofra mfalme wa Misri katika mikono ya adui zake na katika mikono yao wamtafutao roho yake, kama vile nilivyomtia Sedekia mfalme wa Yuda katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli adui yake aliyemtafuta roho yake. Kwa hiyo utaona hapa Sedekia alitiwa chini ya mfalme Nebukadreza, mfalme huyu wa Israeli, lakini pia Farao wa Misri naye alitiwa chini ya mfalme huyu. Ezekieli 29 mstari wa 19 neno la Mungu linasema, basi Bwana Mungu asema hivi, tazama nitampa Nebukadreza mfalme wa Babeli nchi hiyo ya Misri, naye atawachukua watu wake jamii yote na kutoa mateka yake na kutoa mawindo yake, nayo yatakuwa ndio mshahara wa jeshi lake. Kwa hiyo pia Misri alipewa huyu mfalme Nebukadreza. Kiufupi, huu ufalme Mungu aliupatia nguvu ili kwamba utende kazi kama Mungu apendavyo. Lakini pia habari za kuangamizwa kwa Tiro na mfalme huyu Nebukadreza utaona katika kitabu cha Ezekiel 26 mstari wa 7 hadi wa 14. Yote haya ambayo ni ya kuiweka chini dunia, falme kuu za dunia, mataifa yenye nguvu duniani, kuyaweka chini yake, mfalme Nebukadreza alitakiwa afahamu kwamba mafanikio hayo na uwezo huo na nguvu hizo vyote vilikuwa ni vipawa kutoka kwa Mungu na si nguvu zake mwenyewe, na sio nguvu zake mwenyewe, na si wengine waliokuwa wanatambua hili isipokuwa Waisraeli. Na ndio maana kupitia hao Mungu alianza kumjulisha mfalme ukweli huo. Waisraeli pekee ndio walitakiwa kutambua kwamba Mungu ndiye aliyempatia mfalme Nebukadreza ile nguvu. Maana kwa uwaziwazi wafalme wa Yuda waliambiwa kwamba mjisalimishe kwa mfalme Nebukadreza, maana huyo ndiye nimempa nguvu. Kwa hiyo ndiyo maana sasa kupitia hao walipoenda kule Babeli, walienda kuwa nyenzo za kumjulisha mfalme kwamba nguvu ulizopewa, uwezo huo, mafanikio hayo ulionayo ni Mungu ameruhusu, Mungu ndiye amekupatia kufanya hivyo. Kwa hiyo natakiwa utende sawasawa na Mungu anavyotaka, si kama unavyotaka wewe.
Hivyo kuna somo kubwa la kujifunza hapa kwamba tunapaswa pia na sisi chochote kile ambacho tunacho, iwe ni nguvu, iwe ni akili, iwe ni ujuzi katika mambo ya dunia, katika mambo ya kiroho, tunapaswa kutambua kwamba vyote hivyo ni vipawa vya Mungu. Yaani mwanadamu hana kipawa chochote ambacho anakipata kwa nguvu zake mwenyewe au anajipatia, hapana. Bali vipawa vyote ni kutoka kwa Mungu. Ukitambua tu hilo, basi utatenda mambo yote sawa sawa na mapenzi ya Mungu, na Mungu atakufanikisha zaidi na zaidi. Katika sura hii ya 4, mfalme alianza kwa kumtukuza Mungu na ni tofauti pia kama nilivyosema, tofauti katika sura ya 2 na ya 3. Na somo kwa kifupi ni somo lilianza kumuingia la kwamba Mungu wa mbinguni ndiye aliyemfanya awe hapo alipo kwa mafanikio yake yote. Maana katika sura ya 2 baada ya ile ndoto kutafsiriwa, alimhimidi Mungu wa mbinguni na aliambiwa kwamba Mungu ndiye anayetoa ufalme na kuutoa ufalme. Sura ya 3 pia kupitia wale vijana watatu akaoneshwa kwamba Mungu wa mbinguni ndiye ambaye anaweza kuokoa, ndiye Mungu wa miungu. Mfalme alisema, ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yanauweza kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Ni jambo la ajabu kwamba mfalme mpagani alianza kuelewa baada ya kukutanishwa na Waisraeli hawa ambao hawakuogopa kumtangaza Mungu wa mbinguni mbele yake. Somo lilianza kumuingia kwamba Mungu huyu wa mbinguni kweli ni Mungu wa miungu, kweli ni mkuu kuliko chochote. Hapa tunapata somo katika sura hii ya 4, moja kubwa sana ambalo tunapaswa kujifunza ni kwamba hatupaswi kuwa na uvivu au kuficha katika kueleza yale ambayo Mungu ametutendea kwa njia ya unyenyekevu na adhabu. Kila mmoja anaweza akawa amepitia mateso fulani, amepitia shida fulani za kumnyenyekeza. Lengo la Mungu lilikuwa ni kumnyenyekeza. Tunapaswa kuzitangaza hizo sifa ili ziweze kuwajenga wengine. Na Nebukadreza anatupatia mfano mzuri katika jambo hili, kama tutakavyoona katika sehemu zinazofuata za sura hii inavyoeleza. Yeye alikiri kwa uwazi ubatili na kiburi cha moyo wake, na kwa njia ambazo Mungu alitumia kumshusha. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunajifunza baada ya jambo fulani kutokea. Hivyo mfalme Nebukadreza alijifunza na alitafakari, akaona jinsi ambavyo alikuwa anampinga huyu Mungu, akaona jinsi ambavyo alipambana na watu wake, lakini mwisho wa siku anakuja kutambua kweli Mungu huyu ni wa mbinguni. Wapo wengi ambao wameshatoa shuhuda mbalimbali kwamba mimi nilikuwa mbishi sana kupokea ujumbe fulani, mimi nilikuwaga mbishi sana katika jambo fulani, lakini Mungu alinisaidia. Sifa hizo zinaweza kuwajenga wengine na kuwasogeza mahali fulani katika afya zao za kiroho. Kwa roho ya kweli na ya unyenyekevu, aliona vyema na kwa hiari yake mwenyewe kuonyesha mambo haya ili enzi ya Mungu itukuzwe na jina lake lisifiwe. Ndiyo lengo la Mungu. Mfalme amtambulishe Mungu duniani kwamba Mungu ndiye aliyempatia uwezo wake ule. Hilo ndio lilikuwa lengo la Mungu. Na Mungu alijitangaza kwa namna ya pekee sana bila kutumia nguvu nyingi. Bila kutumia nguvu nyingi, alimtumia mfalme ambaye ni mtawala. Watu wengi wanamsikiliza. Huyo ndiye akamtangaza Mungu wa mbinguni. Na kwa kweli Mungu alijitangaza, na ni ushuhuda kwa wote ambao walisikia ujumbe huu na kuisoma hati hii ya mfalme Nebukadreza. Kuhusu ufalme, yeye mwenyewe alisema kwamba hawezi kudumu kwa ufalme wake mwenyewe, bali anajisalimisha kabisa kwa Mungu, akikiri kwamba ufalme wake peke yake ni wa milele na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Kwa hiyo kile ambacho mwanzoni alikuwa anakipinga kwamba ufalme wangu hauwezi kuondoka mikononi mwangu, utabaki hivi hivi, hapa anakiri kwamba Mungu ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo anakiri kile ambacho kimehubiriwa kuwa somo kwake, la kwamba Mungu ndiye anatoa ufalme
lakini yeye pia ndiye anayetwaa ufalme. Akiwa amestarehe katika jumba la kifalme, akitazama mafanikio aliyoyapata baada ya vita vingi vya kuyaweka mataifa ya dunia chini yake, Nebukadreza aliota ndoto iliyomsumbua sana kichwa chake, kama ambavyo alisumbuka katika ndoto ile ambayo tuliona katika sura ya 2. Ndivyo ambavyo ilimsumbua pia hii. Akawaita watu wake kama kawaida yake, watu wenye hekima, ili wamfasirie. Walisikiliza vizuri, lakini cha ajabu hawakuweza kutoa tafsiri yoyote. Mungu daima aliwaruhusu wenye hekima wa dunia kuwa wa kwanza kujaribu. Wakati watu hao wenye hekima waliposhindwa, Danieli aliitwa. Kwa hiyo Mungu aliruhusu waanze hawa watu wake wenye hekima, lakini waliposhindwa, Danieli aliitwa. Hapa kulikuwa na vita kati ya hekima za duniani na hekima za mbinguni, zilikuwa zinashindana. Tunapaswa kuelewa hekima za dunia hii haziwezi kufanya lolote ukizilinganisha na hekima za Mungu. Ndiyo maana katika Wakorinto wa kwanza sura ya 2 anaeleza pale kwamba mambo ya kiroho yanatambulikana kiroho tu. Hekima za duniani, hata kama mtu awe na profesa, awe na professional, yani ana hadhi ya profesa, ana PhD, ana masters, ana degree ngapi, lakini hiyo haitoshi kuyatambua mambo ya kiroho. Wengi leo hivyo wanawapima watumishi wa Mungu kwa kutumia degree ya theology ama master ama PhD ya elimu za dunia, lakini elimu ya mambo ya Mungu haipimwi hivyo hata kidogo. Elimu ya mambo ya Mungu inatambulikana kwa namna nyingine kabisa. Hekima za kimbingu zipo tofauti sana, hazipimwi sawa na elimu ama maarifa ama hekima za dunia hii. Tunapaswa kutafuta sana hekima za mbinguni. Na kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba mtu akiwa na hekima za duniani zinamfanya kuwa kujiinua, kumfanya kuwa na kiburi. Wakati huo akijifunza hekima za mbinguni ama za kiroho, inabidi ashuke mpaka chini, ajione yeye si kitu chochote, kwamba elimu yake ile si chochote. Ndipo anaweza akatumika na Mungu, ndipo anastahili. Kwa hiyo Mfalme Nebukadreza na jopo lake walishindwa kufasiri na kuitambua ile ndoto, maana ilikuwa ni mambo ya kiroho yanayotambulikana kiroho tu. Katika Danieli 4 mstari wa 4 hadi wa 7, mfalme anasema, mimi Nebukadreza nalikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu ya enzi, nikaota ndoto iliyonitia hofu, mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na njozi ya kichwa changu zikanifadhaisha. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli waletwe mbele yangu ili kunijulisha tafsiri ya ndoto ile. Ndipo wakaingia waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu, nikawahadithia ile ndoto, wao wasiweze kunijulisha tafsiri yake. Hawakuweza kabisa, maana mambo hayo yalikuwa yanatambulikana kiroho tu, na mtu mwenye hekima za kimbingu ndiye angeweza kutumiwa kutoa hiyo tafsiri. Kwa mara nyingine tena, mfalme alithibitisha miungu yake kwamba haina nguvu. Miungu ya Babeli na hekima za Babeli haziwezi kumpa tafsiri, na Danieli mtumishi wa Mungu angeweza na aliweza kufanya hilo. Kwa mara nyingine tena, Mungu wa mbinguni alishinda, alijidhihirisha kuwa mshindi juu ya miungu ya Babeli. Mfalme Nebukadreza sasa alianza kuwa na imani na Mungu wa Israeli mbele ya miungu ya Babeli. Katika Danieli 4 mstari wa 8 na wa 9, mfalme wa Babeli anaeleza, bali hatimaye Danieli akaingia mbele yangu, ambaye jina lake ni Belteshaza, kwa kufuata jina la Mungu wangu, tena ndani yake inakaa roho ya miungu watakatifu. Nikamhadithia ile ndoto, nikasema, Belteshaza mkuu wa waganga, kwa sababu ninajua ya kuwa roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako,
na ya kuwa hapana neno la siri likushindalo. Niambie njozi za ndoto yangu niliyoiona na tafsiri yake. Yaani kwa awamu hii hata mfalme Danieli hakujipeleka kama ile awamu ya kwanza. Danieli hakujipeleka kwenda kuomba kwa mfalme. Awamu hii ni mfalme mwenyewe ameshamtambua, akamuita Danieli ili amweleze. Na hii ilikuwa ni kwamba alikuwa ameongoka, alikuwa anabadilika kidogo kidogo, alikuwa anabadilika, amebadilika kiasi fulani mpaka anatambua wapi apate msaada. Lakini mwanzoni hakuwa na uelewa huu wa kutafuta msaada wa mambo ya kiroho kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo mfalme alimweleza Danieli ndoto ile aliyoiota. Ukiangalia katika mstari wa 10 hadi wa 18 utaona jinsi alivyoota. Aliota mti fulani mkubwa, na utaona jinsi ambavyo umeelezwa katika Danieli 4 mstari wa 10 hadi 18. Na tafsiri ya ndoto ya mfalme ilikuwa kama ifuatavyo. Danieli tutasoma ile tafsiri jinsi ambavyo Danieli alimtafsiria yule mfalme. Katika mstari wa 20 na 20 hadi 22 Danieli anasema, ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe mfalme uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia. Kwa hiyo ile ndoto aliyoiota mfalme kama inavyoonekana alivyoihadithia katika mstari wa 10 hadi 18 ni kwamba ule mti aliouota katika ile ndoto uliokuwa mkubwa sana mpaka ukafika mbinguni alikuwa ni yeye mwenyewe, mfalme wa Babeli na ufalme wake. Na katika ndoto hii mfalme wa Babeli na ufalme wake ulifananishwa na mti uliokuwa katikati ya dunia. Yaani Babeli ambako Nebukadreza alitawala palikuwa takribani katikati ya dunia iliyojulikana kwa wakati huo. Mti huo unatajwa ulifika mpaka mbinguni, na majani yake yalikuwa mazuri, utukufu wake wa nje na fahari yake vilikuwa vikubwa. Ulikuwa na ubora wa ndani pia. Matunda yake yalikuwa mengi na ulikuwa na chakula kwa wote. Hii ilikuwa na maana nyingi. Na mojawapo ya maana tutaona hapa kwamba mojawapo ya maana ni kwamba kila mahali ambako Babeli ilianzisha, ilitawala, kila sehemu ambako ilikonka ilianzisha taratibu zake za kielimu na za kidini kuhakikisha kwamba ufalme huo unaeneza namna zote za taratibu zake. Hiyo ndio maana matunda yalienea dunia yote, kwa sababu ilikuwa imeteka maeneo mengi duniani. Kwa hivyo ndio maana mti huo unasemwa ulifika duniani kote. Na tunaelewa kwamba katika sanamu ile aliyoiota katika sura ya 2 ya Danieli iliwakilisha falme 4 ambazo zitaitawala dunia, na yeye mwenyewe ndiye alikuwa mfalme wa kwanza. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba ufalme wake ungeitawala dunia yote kama unavyowasilishwa katika sura hii ya 4 ya Danieli, kwamba mti ule ulienea dunia yote, ulijaza dunia yote, na matunda yake na ndege, wanyama walikaa hapo chini yake. Kila mahali ambapo Babeli aliweka mkono wake katika ushindi, misingi ya dini yake ilipandikizwa. Aina chafu kabisa za ibada zilifanywa katika ufalme huo, pamoja na utukufu wake wa nje. Kwa hiyo siri ya uovu ilikuwa imetawala kabisa, ikiwa imefichwa na mwanga wa dhahabu wa nje. Siri za Ugiriki katika siku za baadaye zilikuwa zikirudia tu siri za Babeli. Yale ambayo yalikuwa yakitendeka katika ufalme wa Babeli, Ugiriki ambayo inajulikana na umaarufu wa kuanzisha taratibu mbalimbali ambazo zinafanywa mpaka leo duniani za kiibada, lakini pia za
hekima mbalimbali duniani ilirudia tu yale ambayo Babeli ilikuwa ikiyafanya. Kutoka katika kikombe cha dhahabu alichokuwa ameshika mkononi mwake, ambacho kilikuwa ishara inayojulikana kama katika jumuiya za siri za Babeli, aliwafanya mataifa yote kulewa kwa divai ya uzinzi wake. Maandiko yanayosema Babeli ameilevya dunia yote kwa mvinyo ya ghadhabu yake, ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo 18. Babeli hiyo ni marudio tu ya mambo ambayo yaliifanya Babeli ya zamani. Babeli ya zamani kama ufalme halisi uliitawala dunia yote, na taratibu zote za kidini za uchafu wa miungu zilienezwa kila mahali ambako ufalme wa Babeli ulifika. Hivyo mataifa yote yakanyweshwa mvinyo. Maana hapo umeelezwa kwamba mti ule ulikuwa na matunda na nini na wanyama, na mataifa yote walikula hicho chakula. Kwa kiroho tunajua kwamba chakula ni mafundisho, na ni mafundisho mbalimbali na namna mbalimbali za ibada. Kwa hiyo ibada ya miungu na mafundisho ya miungu ya kipagani yalienezwa kote. Ndio maana utaona jinsi ambavyo taratibu fulani za ibada ya miungu zinafanana karibia kote duniani, kwa sababu waanzilishi walitawala dunia yote na wakaeneza taratibu hizo za ibada ya miungu. Babeli, ushawishi wa Babeli katika nyanja za elimu pia haukuwa nyuma. Ulikuwa ni mkubwa kuliko ushawishi wake katika serikali na dini. Na mzizi wa kielimu wa Babeli ulikuwa na nguvu sawa na mingine. Kwa hiyo pia elimu, Babeli ilikuwa kama senta ya elimu ya watu wakitokea maeneo mbalimbali, mataifa mbalimbali walikuwa wakija hapo. Watu wenye hekima zao kutoka sehemu mbalimbali, hekima za kidunia, walikuja kutafuta elimu hapo Babeli. Babeli ilikuwa central point ya kituo kikuu cha kutafuta elimu. Elimu kama vile sayansi ambayo leo inatukuka, elimu ya mahesabu, mathematics, zilikuwa zinafundishwa kipindi hicho. Haya, katika mstari wa 17 Nebukadreza anasema, wakati anahadisia ndoto, anasema alimuona mlinzi. Mlinzi alisema, kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba. Tumezoea kufuatilia mfumo wa elimu wa dunia hadi tumezoea kufuatilia kujua kwamba kuna elimu za zamani ambazo zilianza kipindi cha Misri au Ugiriki, lakini kanuni zake ni za zamani zaidi kuliko Ugiriki. Kanuni zake za elimu na mambo mengine ya imani yalianza kipindi hicho cha Babeli. Babeli ile halisi, Ugiriki nayo ikalisi tu, na imani hizo na hekima hizo za dunia hii zilizotukuka zamani zinahusiana sana na Babeli. Hukumu ya mfalme iliyotolewa katika mstari wa 23. Mstari wa 23, hebu tusome katika mstari wa 23 sura ya 4 ya kitabu cha Danieli. Inasema, tena kwa kuwa mfalme alimuona mlinzi, naye ni mtakatifu, akishuka kutoka mbinguni, akisema, ukateni mti huu mkauangamize, ila kiacheni kisiki na shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mololo ya kondeni. Kikatiwe maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa kondeni, hata nyakati 7 zipite juu yake. Hukumu hiyo ya mfalme iliyotolewa katika mstari wa 23 ni sawa na hukumu ya Babeli ya kiroho inayounganisha dunia yote, ambayo hukumu hiyo imetajwa katika Ufunuo 18. Baada ya ukuu wa mfalme wa Babeli kufika hata mbinguni, hukumu
juu yake ilitamkwa tena, kwa kuwa katika mstari wa 25 anasema tena, kwa kuwa mfalme alimuona mlinzi naye ni mtakatifu akishuka kutoka mbinguni akisema, ukateni huu mti mkauangamize. Maangamizo hayo yataipata Babeli ya kiroho baada ya Babeli hiyo kufanya dhambi, na dhambi hizo kufika mpaka mbinguni. Mti ule ambao ni ufalme wa mfalme Nebukadreza ulifika mpaka mbinguni. Babeli ya zamani halisi ilifika mpaka mbinguni. Maovu yake yalifika mpaka mbinguni. Babeli ya kiroho vivyo hivyo. Kwa sababu ya kiburi chake, Babeli hiyo itakatwa. Ufunuo 18 mstari wa 6 na wa 7 anasema, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyishieni maradufu. Kumbuka mfalme Nebukadreza alifanya mambo makubwa, alipiga mataifa katika vita. Sasa na yeye angekuja kufanyiwa tena maradufu. Ndivyo ambavyo Babeli ya kiroho wakati wa mwisho utafanyiwa hivyo. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo, kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Ndivyo Babeli ya kiroho inavyosema. Ni sawa kabisa na jinsi ambavyo Babeli halisi, mfalme Nebukadreza alikuwa ameketi kwenye jumba lake la kifalme, alikuwa akiangalia, ameketi katika jumba la kifalme, anaangalia mafanikio, anaona kabisa kwamba hapa, yani kiburi ndo kinapanda, kwamba hapa nimeweza kwa uwezo wangu, nimeweza kuiteka dunia kwa uwezo wangu, kwa hiyo itaendelea kuwa hivi. Kiburi kikafika mpaka mbinguni. Umuhimu uliotolewa kwa kipengele hiki cha maisha ya Babeli kilichotolewa na Roho wa Mungu katika kitabu cha Danieli, na ukweli kwamba walimu wakuu wa taasisi za elimu za dunia waliletwa katika mawasiliano ya moja kwa moja na kanuni rahisi za elimu ya kweli kila mara Waisraeli walipokutana na Wakaldayo na watu wenye hekima. Unaonesha nafasi ambayo elimu inashika katika falme za uongo ambazo Babeli ni mfano wake, na katika ile ya kweli iliyowakilishwa na serikali ya Kiebrania. Utaona jinsi ambavyo wale wenye hekima wa Babeli, Wakaldayo, sijui wanajimu na nini, walikuwa wanajiona kwamba wana elimu kamili kabisa, tena wamefika viwango vya juu vya dunia, lakini waliletwa kufundishwa elimu rahisi sana isiyoweza, yani utoi jasho. Elimu walipokutanishwa na Waebrania hawa akina Danieli, Shadrach na Meshach na Abednego, walishangaa namna gani hawa watu, yani hawa watu ni wana hekima za juu kutuzidi sisi, wamezitoa wapi? Yani wao ndio wafalme wa dunia, halafu wanazidiwa hekima na mataifa mengine madogo walioyateka. Hivyo Mungu alikuwa akiwafundisha hekima na kujinyenyekeza. Watu wanyenyekevu tu ambao hawaeleweki, hawajikuzi, hawajiinui, ndio ambao waliwaleta darasani hawa Wakaldayo na wenye hekima wa Babeli. Hivyo ndivyo ambavyo elimu za duniani hamna kitu mbele ya hekima za Mungu. Lakini hekima hizi za elimu ya duniani zikiletwa zikachanganywa na hekima ya Mungu, basi itatengenezwa kitu kikubwa sana. Elimu iitwayo ya juu sana ya leo duniani, ambayo huinua sayansi ya dunia juu ya sayansi ya wokovu, ambayo hutuma wanafunzi wenye vyeti vya kidunia lakini wasiotambuliwa katika vitabu vya mbinguni, wanafunzi wanaopenda kujionyesha, waliojaa kiburi, ubinafsi na kujipenda kupita kiasi. Elimu hii ni mmea uliomea kutoka katika mzizi mpana uliounga mkono ule mti uliowakilisha utawala wa Babeli. Katika dunia leo kuna elimu za juu, sayansi, ndio maana utakuta wanasayansi wanapinga hata uwepo wa Mungu. Yani wanajitegemea, they are self-certified. Lakini pia wanafunzi wenye vyeti, anaposoma mtu anatunukiwa cheti cha degree, anatunukiwa cheti cha
masters, PhD, lakini wakati huo hana hekima ya Mungu. Anaonekana mbele za Mungu ni bure kabisa. Hivyo ndugu na dada, tunapaswa kutafuta hekima ya Mungu. Tunapaswa kutafuta hekima ya Mungu. Hiyo ndio tunayoihitaji kwa ajili ya wokovu. Tunahitaji sayansi ya wokovu. Hiyo ndio sayansi ya juu kuliko zote, ambayo itatupatia uzima wa milele. Hamna sayansi yenye thamani kuzidi ile sayansi ya wokovu. Mbegu za ukweli zilikuwa zimepandwa katika Babeli. Yaani kitendo cha Waisraeli hawa kuwepo katika ufalme wa Babeli, mbegu ya ukweli ilipandwa, na hilo ndio lengo la Mungu. Na hilo ndio lengo la Mungu kwetu sisi leo, kupanda mbegu. Popote pale ulipo, panda mbegu ya ukweli kwa watu wanaokuzunguka. Ipo siku tu itamea, ipo siku tu itaota. Akina Danieli walianza kwa ugumu sana wakiwa Babeli. Mfalme hawaelewi, yani hawaeleweki, lakini kidogo kidogo mfalme akawa anabadilika. Kidogo kidogo. Kwa sababu gani? Mbegu imepandwa ndani yake, na Mungu ndio mwenye jukumu la kuotesha hiyo mbegu iliyopandwa. Mlinzi mtakatifu aliyemuona mfalme katika ndoto akiamuru mti ukatwe, alitaka daima ukuaji wa mti ambao ungeleta uzima. Kwa hiyo mlinzi huyu alilinda huu mti ukue vizuri, uende kwa namna ambavyo Mungu anataka. Lakini huu mti sasa ukaonekana haukui kama jinsi ambavyo Mungu anataka. Hivyo amri ikatolewa ya kuukata. Na mataifa yote yalikusanyika chini ya ushawishi wa Babeli kwa tumaini kwamba huko yangelishwa matunda ambayo yangethibitisha kuwa mkate wa uzima, lakini badala yake ilikuwa mchanganyiko wa mema na mabaya uliomtia sumu yule aliyekula. Amri ilitolewa ya kukata kwa sababu ulikuwa mti huo haufanyi yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Mataifa yote yalikusanyika chini ya ushawishi wa Babeli kwa tumaini kwamba huko yangelishwa matunda ambayo yangethibitisha kuwa mkate wa uzima, lakini badala yake ilikuwa mchanganyiko wa mema na mabaya uliomtia sumu yule aliyekula. Ni lengo la Mungu kwamba hata alipowachagua Waisraeli, ni kwamba lengo la Mungu ni kutangaza neno lake, kumtangaza yeye dunia nzima. Hivyo hivyo Mungu kwa kumfanya mfalme Nebukadreza atawale na ufalme wake wa Babeli, lengo lake kubwa ilikuwa ni kwamba kupitia ufalme wake watu wamjue Mungu. Ndio maana ya mti ule kukua sana. Lakini mti ule ulitangaziwa kukatwa kwa sababu lengo la Mungu halitimii, la kumtukuza yeye kama mfalme wa wafalme. Kwa hiyo Babeli halisi ni mfano wa Babeli ya kiroho ambayo nayo wafalme wa nchi wamejitegemeza. Kwa hiyo kama ambavyo mataifa yalikuwa yamewekwa chini ya Babeli ya zamani, ndivyo ambavyo wafalme wa nchi pia ya dunia hii ya leo wamejitegemezwa kwa Babeli ya kiroho ya leo, ambayo ni Rumi hii ya kidini ama upapa. Wafalme na mataifa mbalimbali yako chini yake, na wakijua kabisa kwamba katika Rumi ndio kanisa ambalo pengine ndio linalotegemewa duniani, ndilo ambalo pekee msaada wa kimungu unaweza ukapatikana. Badala ya kwamba wapate msaada huo wa kiroho unaoweza kuwaokoa, lakini wanaambulia mchanganyiko wa mafundisho ya kweli na uongo, na hivyo wanalishwa sumu ya kiroho ambayo itawapoteza. Badala ya elimu ya kweli ya Mungu wa mbinguni, mataifa wanapewa elimu nyingine tofauti. Elimu ya kidunia ambayo tu inatukuzwa juu ya Mungu wa kimbingu. Babeli na mambo yake kama Babeli ile ya zamani imetajwa katika Ufunuo 17 mstari wa 2. Anasema, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na wakaao katika nchi wamelevyo kwa mvinyo ya uasherati wake. Hivyo
Kama ambavyo mataifa na wafalme wa nchi walijitegemeza kwenye ufalme wa Babeli wa kale, ndivyo ambavyo katika Babeli ya kiroho wafalme wa nchi na wote wakaao juu ya nchi wamezini naye, yani wamefanya muungano, lakini pia Babeli imewalevya wakaao juu ya nchi kwa mafundisho yake. Makanisa mengi ya Kiprotestanti yanafuata mfano wa Roma na kujifungamanisha katika udhalimu pamoja na wafalme wa nchi. Makanisa ya dola kwa mahusiano yake na serikali za kidunia na madhehebu mengine kwa kutafuta upendeleo kutoka kwa ulimwengu. Neno Babeli ina maana ya machafuko. Linaweza pia kufaa kutumika kwa mashirika hayo yote yakidai kwamba yanapata mafundissto yao kutoka katika Biblia, huku yakiwa yamegawanyika katika vikundi visivyohesabika. Yani yakiwa yamegawanyika katika vikundi visivyohesabika vya madhehebu, yakiwa na miongozo ya imani na itikadi zinazopingana. Ukisoma katika kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 383 utaona habari hizo. Maana ya Babeli. Makanisa ya Kiprotestanti yamefuata mfano wa Rumi, yamejiegemeza kama ambavyo mataifa mbalimbali yajiegemeza kwa Babeli, yakitarajia kwamba yatapata elimu ya kweli, kumbe sio kweli. Leo hii mataifa na watu mbalimbali duniani wanaendeleza desturi mbalimbali za kidini ya Wababeli wa zamani. Yani taratibu za miungu ya zamani ya Babeli zinaletwa kwa njia za kisasa na watu hawajui kwamba ibada hizo ni za miungu. Kwa mfano, Christmas, sherehe ya Christmas ilikuwa ni sherehe ya Wababeli ambayo ilikuwa ni ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Mungu Jua, yani yule aliyekuwa anaitwa Tamuzi. Ilijulikana kwamba ni mtoto wa Nimrod aliyezaliwa kwa maajabu. Maana Tamuzi inasemekana kwamba alizaliwa Nimrod akiwa ameshakufa. Semiramis ambaye alikuwa mke wa Nimrod alipata mimba kwa njia ya maajabu kwa kuliangalia tu jua likamulika tumboni, akapata mimba, akamzaa Tamuzi. Lakini ukweli ni kwamba katika jamii aliyokuwa anaishi Semiramis ilikuwa ni kwamba alitakiwa uawe kwa kugundulika na mimba wakati mume wake hayupo. Lakini akadanganya, akasema nilikuwa naangalia jua nikamwona mume wangu katika jua, akanimulika nikapata hii mimba. Hivyo alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Ndio maana Christmas inaadhimishwa mwezi wa 12. Hiyo ni ibada ya miungu ya Wababeli. Leo hii inaadhimishwa katika Ukristo na watu hawajui. Maana katika Biblia hamna agizo la kusherehekea Christmas ama kuzaliwa kwa Yesu. Lakini pia sherehe nyingine inayofanyika ni sherehe ya kuwasha mishumaa. Lakini pia Halloween ni sherehe ambazo ni za kuadhimisha miungu ya zamani ya Babeli inayokuja kwa njia za kisasa. Sherehe hizi ni kumbukumbu ya miungu ya kipagani. Babeli ya kisasa inarudia mafumbo ya Babeli ya zamani. Kumbuka Shina alikuangamizwa. Kanuni zake za kidini zimechipuka upya katika kila kizazi na kuzaa matunda katika kila nchi. Ukiangalia katika ule mstari wa 23, Danieli anamwambia yule mlinzi, alisema kwamba kateni huu mti lakini mliache lile shina. Sasa shina lile linaweza likachipuka tena. Kuchipuka kwake ndio sasa. Ina maana miungu ya Babeli ya zamani inachipuka tena kwa namna nyingine leo katika ulimwengu wa kisasa. Na watu wanaendelea kuiabudu kama ilivyoabudiwa kipindi hikile. Kwa hiyo kulikuwa pia na uzoefu binafsi wa mfalme Nebukadreza. Kando na ufalme wake katika ule mti kuwakilisha ufalme wake kwa ujumla, kwa sehemu nyingine ilimhusu yeye mwenyewe binafsi kama mfalme.
Kwa sababu ya kiburi cha moyo wake angepoteza akili zake. Aliambiwa atapoteza akili zake, aache kukaa pamoja na wanadamu, apate makazi yake pamoja na wanyama wa porini, na abaki katika hali hiyo kwa muda wa miaka 7 hadi atakapojifunza ya kuwa aliye juu ndiye atawalaye katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtu amtakaye. Shida ya mfalme Nebukadreza ilikuwa ni hiyo, ya kwamba anafikiri ni yeye aliyoyafanya yote kuneemesha ufalme ni yeye, lakini lengo la Mungu ilikuwa ni amtambue yeye ndiye aliyempa ufalme. Hivyo ujumbe wa malaika wa kwanza unatuambia mcheni Mungu na kumtukuza. Ujumbe huu unatuambia kumkumbuka Mungu kuwa wa kwanza katika jambo lolote. Ndicho ambacho alikuwa anahubiriwa mfalme hapa. Amche Mungu na kumtukuza, yani amweke mbele, awe wa kwanza. Akiangalia mafanikio amtukuze Mungu. Akiangalia jinsi ufalme ulivyoneemeka amtukuze Mungu. Leo hii sisi tunafanya hivyo. Tukiangalia mafanikio ya familia, tukiangalia mafanikio ya maendeleo mbalimbali katika familia zetu, je, tunamtukuza Mungu? Katika jambo lolote tunamtanguliza Mungu? Katika mapato yetu tunamtanguliza Mungu? Kama hatumtangulizi, kama Mungu anatupenda, atatuadhibu na kutunyenyekesha kama alivyomfanya mfalme Nebukadreza, mpaka tumfanye Mungu kuwa wa kwanza. Danieli alimsihi sana mfalme akisema, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini. Ukisoma mstari wa 27 alikuwa maneno ya Danieli. Bado kulikuwa na muda wa kutubu kwa mfalme, na kama mfalme angelisikiliza shauri hilo, lingalimuokoa kutokana na fedheha kuu ambayo ingempata. Lakini mioyo ya wanadamu ikishikilia njia yake, ujumbe wa kubadilika hata ukitoka kwa malaika wa mbinguni hubaki haujasikilizwa. Kama maneno ambayo yameandikwa katika kitabu cha Luka 16:31, wakati yule tajiri ambaye alikufa akaingia kwenye mateso, akaambiwa kwamba ndugu zake watapokea maonyo na ujumbe kutoka kwa Musa na manabii walioko duniani. Wasipowasikiliza hao, hawawezi kuwasikiliza hata wafu wakitoka kwa wafu. Ndicho kinachosemwa hapa kwamba moyo wa Nebukadreza ama mioyo ya wanadamu ikishikilia katika njia yake, maonyo hata yaje kwa namna gani, hata yaje kwa njia zipi, hayawezi kumbadilisha mtu. Baada ya kupewa muda wa mwaka mmoja, mstari wa 29, Danieli 4 mstari wa 29 nasema, baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme kama katika Babeli. Hivyo baada ya mfalme kupokea ile tafsiri kutoka kwa Danieli, aliishi katika jumba la kifalme kwa muda wa miezi 12, ikiwa hukumu ile haijampata aliyoonywa kwayo kwamba itampata asipomtukuza Mungu wa mbinguni. Na mfalme badala ya kujinyenyekeza kumsifu Mungu wa mbinguni, atubie kiburi chake, mfalme aliendekeza majivuno na kiburi akisema, mstari wa 30, mfalme anaongea anasema, mji huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Mfalme alikuwa na kiburi cha hali ya juu sana, kiasi kwamba hataki kujinyenyekeza mbele za Mungu ambaye amemfanya kuwa hapo. Naye Mungu alikuwa naye hatua kwa hatua, mkono kwa mkono, ili amfanye kumtambua yeye kwamba yeye ndiye aliyempa huo ufalme. Kwa hiyo mstari wa 28 anasema, mambo hayo yote yakampata mfalme Nebukadreza, yote kama alivyoambiwa kwamba atakuwa polini kama mnyama, awe na makao pamoja, akakae pamoja na wanyama kwa miaka 7. Miaka 7 hii ni miaka 7 halisi.
Wakati amri ilipotolewa kwamba mti huu ukatwe, iliamriwa kwamba kisiki chake pamoja na mizizi yake kibaki ardhini, kikingwe kwa kifungo cha chuma na shaba, ili usiharibiwe kabisa, bali chanzo cha ukuaji na ukuu wa baadaye kibaki. Sasa hapa tunaona rehema ya Mungu. Ufalme huu na mfalme Nebukadreza alihukumiwa, lakini akaachiwa shina. Maana yake kulikuwa na rehema katika ile hukumu, kulikuwa na rehema ya Mungu, hukumu iliyochanganyikana na rehema. Lakini kitu ambacho tunapaswa kuzingatia na kujifunza sisi leo ni kwamba siku inakuja ambapo waovu watakatwa, wala hakutakuwa na mabaki yoyote ya tumaini kwao. Maandiko yanasema wataangamizwa mizizi na matawi yote pamoja, hawataachiwa hata shina. Yaani Mungu ataiangamiza, ataihukumu dhambi iangamie yote na mizizi yake. Shetani ataangamizwa. Hakutakuwa na rehema iliyochanganywa na adhabu hiyo. Kwa hiyo mfalme Nebukadreza hakushika tena fimbo ya utawala kwa miaka 7. Akawa mwenda wazimu, na kwa muda wa miaka 7 alipatikana akiwa pamoja na ng'ombe, mwenzi wa wanyama, akila kama wao walivyokula. Maana aliambiwa ataishi nyikani, polini pamoja na wanyama. Hebu tusome Danieli 4:32 hadi 33. Nasema, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake ulilowa maji kama umande wa mbinguni. Hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Kwa hiyo mfalme alipewa karipio na adhabu kali ili kumnyenyekeza tu, amtambue tu Mungu wa mbinguni. Ndio lengo, kwamba huyo ndiye mwezeshaji wa yote. Tujue kwamba tunatenda dhambi kubwa sana tunapofanya namna yoyote kumweka Mungu nyuma. Ni dhambi kubwa sana iliyomfanya Nebukadreza apewe adhabu kama hii. Utajuaje pengine na sisi tunapokea adhabu kama hizi kwa namna nyingine tofauti? Tunapaswa kumtukuza Mungu na kumweka kuwa wa kwanza. Mwanadamu lazima ajue kwamba yeye si mbunifu wa mafanikio yake mwenyewe, bali yupo mmoja tu atawalaye katika ufalme wa wanadamu, ambaye kwake anatakiwa kuwa tumaini la wanadamu wote. Mtu anaweza kuwa mfalme aliyefanikiwa, lakini hapaswi kujivunia hilo, kwa maana kama Bwana asingalimuinua hangalifika katika nafasi hiyo ya heshima. Kitu cha kusikitisha zaidi ni kwamba paka kanisani masuala ya kujiinua, kwa sababu mtu fulani ni kiongozi katika ngazi fulani, anaanza kujiinua, anaanza kujiona yeye ni yeye, wengine ambao wako chini yake si kitu. Mungu anasema hivi, hutakiwi kujivunia hilo, kwa maana Bwana asingalikuinua, usingalifika hapo. Ni mapenzi ya Mungu uwe hapo. Hivyo unavyoanza kujivuna, maana yake unajitukuza wewe, umekuwa kama Mungu mtu, na utakutana na hasira kali ya Mungu. Maana moja ya mambo anayosema yeye anayakasirikia ni hayo ya kujifanya sanamu,
yake. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Mwisho wa miaka 7 Mungu aliondoa mkono wake wa mateso na akili na ufahamu wa mfalme Nebukadreza vikarejea tena, na tendo lake la kwanza tu baada ya kurudishiwa ufahamu wake ilikuwa ni kumbariki aliye juu, kumtukuza, kumuhimidi aliye juu. Heshima yake na fahari yake zikamrudia tena. Washauri wake wakamtafuta, naye akathibitishwa tena katika ufalme wake. Ahadi ilikuwa, mstari wa 26, kuna ahadi ambayo alipewa mfalme kwamba, na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Kwa hiyo lengo la Mungu kumrudisha pale, kumrudishia fahamu zake, ni ili amkiri Mungu wa mbinguni. Ndio lengo la Mungu, hana shida nyingine yoyote. Maana ukimkiri yeye kwamba yeye ndio chanzo cha vyote, maana yake ni wewe umejisalimisha moja kwa moja. Mfalme Nebukadreza alikuwa tayari kukiri kwamba aliye juu zaidi ndiye atawalaye katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtu amtakaye, na akatoa tangazo la kifalme kama alivyoanza katika mstari wa kwanza. Ni hati aliyoandika kwa mataifa yote. Akatoa tangazo la kifalme katika nchi yote ya ufalme wake, likiwa na kukiri kwa kiburi chake pamoja na maonyesho ya sifa na ibada kwa mfalme wa mbinguni. Kumbuka mstari wa 26 umesema lengo la Mungu kumrudishia fahamu zile ni amtukuze yeye Mungu wa mbinguni. Mfalme Nebukadreza alihitimisha maisha yake kwa namna ya ajabu sana. Licha ya majaribu yote aliyokumbana nayo katika cheo chake cha kifahari kama mfalme, lakini alihitimisha maisha yake kwa namna ya ajabu ya kumsifu Mungu. Imagine, mfalme alikuwa ni mpagani, lakini kwa kukutanishwa na watu wa Mungu, nuru ikamwangazia. Mungu akapambana naye paka akanyooka. Huwezi jua kwamba mimi na wewe Mungu anaweza akahangaika na sisi kwa namna hiyo kutupata kwa muda gani. Rehema yetu hatujui inaisha leo ama imeshaisha ama itaisha saa ngapi. Hivyo tunapaswa kujisalimisha mapema. Kuna kitu cha kujifunza. Je, hatuwezi kuona kwamba Mungu aliona ndani yake unyofu wa moyo, uadilifu na usafi wa nia ambavyo angeweza kuvihusisha na utukufu wa jina lake? Mungu huwa hahangaiki mtu bure bure. Mfano Petro alikuwa ni mwanafunzi ambaye ni mtata, ni kimbelembele, lakini Yesu alikuwa anamwangalia tu. Ndani yake akiwa anamwangalia anaona kitu kwamba huyu atatumika vizuri baadaye. Hivyo Mungu anaangalia ndani yetu. Anaona kwamba kuna kitu kizuri kiko ndani ya huyu mtu. Hivyo atatafuta njia ya kukikuza. Atakupitisha katika mazingira magumu, utapitia hivi na hivi. Kumbe anataka kukuza kilicho ndani yako ili kitukuze jina lake. Kwa hiyo wewe unatakiwa kutambua kuwa na mahusiano na Mungu karibu, ili uelewe kwamba mazingira unayopitishwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Lakini kama hauko karibu na Mungu, hauna mahusiano ya karibu na Mungu, utasema hapa nateseka, halafu uache njia ya kweli. Kwa hiyo ndani ya mfalme Nebukadreza Mungu aliona kitu tangu mwanzo. Ndio maana aling'ang'ana naye mpaka mwisho. Tunayo ndoto yake ya sanamu kuu aliyoota, yenye fundisho lenye thamani kwa watu wa vizazi vyote vijavyo. Pili, uzoefu wa Shadrach na Meshach na Abednego kuhusu sanamu ya dhahabu, ambapo tena mfalme aliongozwa kukiri ukuu wa Mungu wa kweli. Na mwisho tunayo matukio ya ajabu yaliyoandikwa katika sura hii, yakionyesha jitihada zisizokoma za Bwana wa mbinguni kumleta katika kukiri kamili juu yake.
Hivyo Mungu alienda naye hatua kwa hatua. Na mambo haya yakufanyika siku 2-3, yalikuwa ni ya miaka kwa miaka. Kwa hiyo matendo yote hayo ya ajabu kwake yanaonekana kuwa yalikusudiwa kumtoa katika dini yake ya uongo na kumvuta katika ibada ya Mungu wa kweli. Hilo ndio lengo la Mungu, kutuleta katika ibada ya kweli. Je, kuna swali la kujiuliza. Hatuwezi kutumaini kwamba mfalme mkuu zaidi wa ule ufalme wa kwanza wa kinabii, kichwa cha dhahabu, mwishowe atakuwa na sehemu katika ule ufalme ambao mbele yake falme zote za dunia zitakuwa kama makapi na utukufu wake hautapotea milele? Pengine Mungu alikuwa na lengo kubwa sana kwa mfalme Nebukadreza. Katika falme ambazo zilitabiriwa kuitawala dunia, inawezekana sana mfalme Nebukadreza, ambaye alikuwa ndiye mfalme tajwa wa kwanza aliyetumiwa na Mungu kuzionesha zile falme zote, atakuwa mbinguni siku ile Yesu atakapokuja, ili aone na kusimuliwa personally kwamba wewe, nilihangaika na wewe sana. Angalia falme zote zilizopita baada yako. Angalia lile jiwe uliloliona kwenye ndoto, ndio huyu Masihi. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Pengine mbinguni tujitahidi tuwe washindi. Tunaweza tukakutana na mfalme Nebukadreza tukifurahia ushindi wa dhambi. Hilo ndio lengo kuu, kushinda dhambi. Jumbe hizi zote zinatufundisha kumjua Mungu na kuishinda dhambi kupitia Yesu Kristo, mwana wa Mungu wa pekee aliyokufa kwa ajili yetu. Tunapaswa kumwamini na kujisalimisha kwake, tupokee haki yake. Hiyo ndio itatupatia vazi, na siku ile anapokuja kama bwana harusi, tustahili kuwa mabibi harusi. Bwana akubariki sana mtazamaji wa channel kwa hili somo zuri, na karibu tena katika mwendelezo wa masomo haya. Ukiwa na swali ama comment yoyote, weka hapo chini katika sehemu ya comment, na comment hiyo tutaiona na tutaifanyia kazi. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Masomo haya yanakujia kutoka katika makao makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato na Matengenezo, IMS Field ya Magharibi, makao makuu Kigoma. Bwana akubariki sana na karibu.